Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini nini ambacho tunacho wakati huu ni Israel kuzuia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ambaye ataelekea huko nchini Palestina pamoja na maeneo ya Israel. Israel imezuia ziara ya wikendi hii ya waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia katika eneo la Ukingo wa Magharibi, maafisa wa kisiasa wanasema. Ripoti hizo zinaeleza kwamba safari ya waziri huyo kwenda Ramallah itakuwa ziara ya ngazi ya juu kabisa ya Saudi Arabia katika Ukingo wa Magharibi tangu mwaka 1967. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Mwanamfalme Faisal bin Farhan ataongoza ujumbe wa mawaziri huko Ramallah katika Ukingo wa Magharibi wikendi hii, vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti Ijumaa. Baadaye siku hiyo ya Ijumaa, shirika la habari la Wala liliwanukuu maafisa wakuu wa kisiasa wakiripoti kwamba Israel imezuia kuingia kwa ujumbe wa mawaziri wa mambo ya nje wa Kiarabu. Hata hivyo, taarifa zaidi zinasema kwamba mamlaka nchini Israel imezuia viongozi wa nchi za Kiarabu kutoingia katika nchi hiyo ya Palestina, lakini pia na maeneo mengine katika eneo la Israel. Mamlaka ya Palestina ambayo hadi leo inakataa kulani mauaji Oktoba 7 ilikusudia kuandaa huko Ramallah mkutano wa kichochezi wa mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Kiarabu kujadili kuendeleza kuanzishwa kwa taifa la Palestina. Chanzo kikuu cha kisiasa kiliambia tovuti ya habari ya N12. Israel haitaki kusikia kabisa juu ya kuanzishwa kwa taifa la Palestina ama kutambuliwa kwa taifa hilo. Na moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanatokea ni kwamba Israel inazidi kuteka maeneo zaidi na zaidi, kiamini kwamba eneo lote la Palestina, eneo kubwa katika Mashariki ya Kati, hasa Palestina, ni mali ya Waisrael, na ndio maana wakati huu wanathibitisha kuanzisha upya makazi karibia 22 katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Hali kama hiyo bila shaka ingegeuka kuwa hali ya kutisha katika moyo wa ardhi ya Israel. Israel haitashirikiana na hatua zilizopangwa kuidhuru na usalama wake. Mamlaka ya Palestina lazima ikome kukiuka makubaliano yake na Israel katika ngazi zote. Mwanamfalme huyo alikuwa na dhamira ya kukutana na rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas. Wanadiplomasia kutoka Misri, Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu wanatakiwa kuhudhuria pia. Ikiwa ziara hiyo itafanyika, itakuwa ziara ya ngazi ya juu kabisa ya Saudi Arabia katika Ukingo wa Magharibi tangu miaka 1967. Safari hiyo inakuja wakati mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman akishinikiza kutambuliwa kimataifa kwa taifa la Palestina, huku kukiwa na matarajio kuhalalisha Saudia na Israel. Hata hivyo, kilichobaki ni Umoja wa Mataifa kulitambua taifa la Kipalestina, kwani tangu mwaka 1948 baada ya kugawanywa kwa Palestina na Israel, Umoja wa Mataifa hadi wakati huu haukutaka kulitambua taifa la Palestina. Zaidi walilitambua taifa moja la Israel ambalo lilipewa kipande katika Palestina. Hata hivyo, Saudi Arabia imekubaliana na kuwapokonya silaha Hamas kama ambavyo Israel inataka, lakini kwa sharti la kulitambua taifa la Wapalestina. Saudia imekuwa ikifanyia kazi pendekezo la kuwapokonya silaha wapiganaji wa Hamas kwa ushirikiano na Ufaransa na kufungua njia ya kuwaondoa, kulingana na ripoti za hivi majuzi. Maafisa wa Saudi Arabia wameripotiwa kuwasiliana na uongozi wa Hamas kama sehemu ya juhudi hizo, duru hizo zilisema, na kuongeza kuwa haijulikani ikiwa Ufaransa pia imekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja, haswa kwa vile Umoja wa Ulaya unaitambua Hamas kama shirika la kigaidi. Mtazamaji wa The World News, mpango wa Israel ni kuona eneo hilo la Palestina halitambuliwi kimataifa wala haliwezi kuwa na mamlaka kama ambavyo wao wenyewe wanataka, lakini mataifa mengi yamekuwa yakipigania juu ya kupatikana kwa mamlaka ya Wapalestina katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.